Na mtazamaji, sasa tuirejelee taarifa ambayo tumepatia uzito zaidi ya mauko ya mwenda zake Ngugi wa Thiong'o. Na ni kwamba mtazamaji aliandika akiwa gerezani, uhamishoni na vile vile pembezoni mwa jamii yake, lakini maeneo yake yalisikika duniani kote. Gwiji wa fasihi ya Kiafrika Ngugi wa Thiong'o amefariki dunia Jumatano asubuhi jijini Atlanta, Georgia, akiwa na umri wa miaka 87 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mwanahabari wetu ambaye ni David Mudhoka anaarifu kuhusiana na wasifu wa mwenda zake Ngugi wa Thiong'o. Limuru. Hapa ndipo Ngugi wa Thiong'o aliyezaliwa kama James Ngugi mwaka 1938 alikulia. Akiwa mtoto wa mkulima wa kawaida wakati wa koloni, alipanda ngazi na kuwa mmoja wa waandishi, waigizaji na wanafikra mashuhuri barani Afrika. Vitabu vyake vya mwanzo, Weep Not Child, The River Between na A Grain of Wheat, vilieleza maumivu ya ukoloni na changamoto za uhuru. Ngugi wa Thiong'o alichipuka kabisa mwaka 1977 alipoacha kuandika kwa Kiingereza na kushirikiana kuandika tamthilia ya Ngahika Deda au Kipenda Nitaolewa Nikipenda kwa lugha ya Gikuyu, ambayo ilikemea kudorora kwa haki katika jamii. Tamthilia hiyo iliyoigizwa na wanakijiji katika ukumbi wa kijamii wa Kamirithu ilivutia maelfu na vile vile ghadhabu ya serikali ya Moi. Ni mimi nilikuwa naitwa Gathoni, ni mimi nilikuwa nasema Ngahika Deda sio mtu I'll get married when I want. Na tukacheza hiyo mchezo. Jukwaa likafungwa na ukumbi ukabomolewa na chuo kipya kikajengwa pahala ambapo ukumbi huo ulikuwa. Ngugi akakamatwa na kuwekwa kizuizini katika gereza la Kamiti bila kufikishwa mahakamani. Ndani ya seli nambari 16 aliandika Devil on the Cross kwenye karatasi ya chooni aliyopewa gerezani, eti ndiyo kitabu chake. This is a man who has fought against social injustice. Baada ya gerezani, Ngugi alizidi kuandamwa na vitisho. Mwaka 1982 alikimbilia usalama katika mataifa ya nje maarufu exile, kwanza Uingereza kisha Marekani. Kwa zaidi ya miongo 6 Ngugi wa Thiong'o alipinga dhulma, akatetea lugha na akapigania waliotemwa na kutengwa. David Mudhoka, NTV, Nairobi.